DW. Maoni. Na mpenzi msikilizaji, wakati tunarekodi kipindi hiki cha maoni mbele ya meza ya duara, ripoti zinazidi kumiminika kuhusiana na kile kinachotajwa kwamba ni mauaji ya kimbari katika jimbo la magharibi mwa Sudan, Darfur, marejeo ya hali kama hiyo ambayo imetokea zaidi ya miaka 25 iliyopita. Kikosi cha RSF kinalaumiwa kwa mauaji ya maelfu ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza mnamo Aprili 2023. Sudan haijawahi tena kuwa salama. Umoja wa Mataifa umeliita janga la kibinadamu ambalo linatokana na vita hivi kwamba ni kubwa kabisa katika zama hizi. Swali ni kwamba ni kwa nini hali ya Sudan imefika hapa ilipo? Upi mchango wa kila upande kwenye kuyafanya mambo kuzidi kuharibika? Na je, kuna uwezekano wowote ule wa kupatikana suluhu kabla nayo pia haijawa Libya nyingine, taifa ambalo liligawika na kusambaratika? Tunaungana na wachambuzi wetu wa siasa za kimataifa kutoka Kamba. Tunaye Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi hiu. Tunaye pia kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Ibrahim Rahbi, mchambuzi wetu wa masuala ya kilimwengu na zaidi kabisa katika nchi za Kiarabu na Mashariki ya Kati. Na kutoka Tehran tunaye Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya siasa za kilimwengu. Hapa mwenyekiti naitwa Mohamed Khelef. Karibu sana ungwana kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Shukrani sana. Naam, tuanze jirani wa Sudan, Uganda. Omar Mutasa, tuelezee hali ilivyo kuko, manake ripoti ambazo zinasema ni kwamba mauaji ya kimbari ambayo yamefanyika na yanafanyika yanaweza hata kushuhudiwa na satellite za angani. Vipi hali ilivyo unavyosikia kwa majirani zenu? Kwa hakika, kwanza kabisa asante sana bwana mwenyekiti. Kuna jambo moja ambalo linasikitisha au la kusikitisha ni kwamba Sudan ilikuwa ni moja katika nchi iliyokuwa na amani, lakini leo unajikuta kwamba Sudan imekuja kuparagika, imekuja kukatokatwa vipande. Wakati ule amechukua Junubi Sudan, Sudan ya Kusini imekatika. Sasa hivi leo maafa mengine yametokezea ya upande wa magharibi mwa Sudan, ambapo Darfur nayo inaonekana sasa hivi mauaji ndio yamekuwa mtindo wa kila siku. Lakini kwa nini iwe mtindo wa kila siku? Haya ndio matatizo ambayo yanayokumba mataifa yote, karibu mataifa ya Afrika. Utakuta kwamba haya ndio matatizo yaliyoko katika mataifa, hasa kama mataifa jirani, utakuta pia yana matatizo kama hayo. Lakini maafa haya ya vifo yanayotokea Darfur sasa hivi au Sudan yamekuwa yamepindukia sana. Mamia ya watu wamefariki kutokana na uchu wa madaraka, naweza kusema hivyo. Na hili ni jambo ambalo linasikitisha kwamba kuona mafahari wawili ambao walikuwa wapenda nao leo imekuwa kwamba wamekuwa ni mahasimu, kama ilivyo desturi katika siasa kwamba siasa hakuna rafiki, siasa hakuna mbaya. Aliyokuwa mbaya wako asubuhi anakuwa rafiki yako, na aliyokuwa rafiki yako anakuwa mbaya wako. Hili ndilo tunaloona wakati huu ambapo Mohamed Hamdan Daglo, kiongozi Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, kiongozi wa kundi la RSF, ambapo sasa hivi wanaziwasha na alikuwa sahiba wake Bwana Burhan Abdul Fattah, rais wa Jamhuri ya Sudan. Haya ndio matatizo kwa sababu ya madaraka. Ndivyo tunavyoona hali inavyokwenda sasa hivi. Naam. Ugomvi wa kuania madaraka baina ya pande hizi mbili ambazo ziliwahi kuwa wamoja. Je, ile laana ya kuwapindua viongozi wa muda mrefu ambao waliishi kwa mkono wa chuma, mfano wa Muammar Gaddafi, mfano wa Bashar al-Assad na wengine, ndio hii ambayo inaandama Sudani hivi sasa? Kwako Abdul Fattah Musa. Kwa hakika mimi siwezi kuita hii kwamba ni laana ya kuwaondoa viongozi wa muda mrefu madarakani, kwa sababu matunda ya machafuko yanayoshuhudiwa katika nchi mbalimbali, ikiwa ni za Kiafrika, ikiwa kama ulivyoashiria hata baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi, ambazo zimekuwa zikitawaliwa na viongozi ima wa kijeshi au wale ambao wamekaa madarakani kama ni wafalme. Hali kama hiyo tumeshuhudia pia Somalia kwa Siad Barre, ambaye tangu na yeye alipoondolewa madarakani 1991 kama sikosei, mpaka leo Sudan Somalia haijaweza kushuhudia amani ya kudumu na hali ya utangamano. Na ni vivyo hivyo kama ulivyoashiria kuhusiana na hali ya Libya,
au kama ambavyo tumeshuhudia kwa namna fulani hadi sasa kwa upande wa Syria, ingawa kuna matumaini fulani. Lakini hili ndilo tatizo la nchi ambazo hakuwepo na tawala ambazo zinaongoza kwa ridhaa ya wananchi, kwa sababu Omar al-Bashir yeye mwenyewe aliingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi, na yeye ndiye sababu ya machafuko ambayo kwa namna moja au nyingine ndio yanayoshuhudiwa hivi sasa Sudan, kwa sababu aliipasua Sudan ikashuhudia mabadiliko mengi ya mpasuko wa kijamii, kuanzia vita vya mwaka 2003 vilivyozuka Darfur, baada ya jamii ya huko kujiona kwamba imetengwa na kubaguliwa na serikali kuu ya Sudan. Na vile vile kwa namna moja au nyingine ndiye yeye ambaye aliasisi kwa namna fulani au alilipa nguvu kile kinachojulikana kama kundi la Janjaweed, ambalo ndilo baadaye lililokuja kuunda kundi hili la RSF. Na tunajua kwamba kundi hilo la Janjaweed lilituhumiwa kuhusika na mauaji ya kimbari huko Darfur katika vita vile vya mwaka 2003. Na yeye mwenyewe al-Bashir, kama tunavyojua, pamoja na kwamba kabla hata hajang'olewa madarakani alikuwa tayari anatuhumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa kuhusika na jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu, na ametakiwa muda wote huu akabidhiwa kwenye mahakama hiyo. Lakini tangu alipopinduliwa, viongozi ambao wameipindua serikali yake wamekataa mpaka leo kumkabidhi al-Bashir kwenye mahakama hiyo. Lakini mimi ninachotaka kukipa uzito hapa ni kwamba kumekuwa na hali fulani ambayo mimi naweza kusema kwamba ni kama ya utata na upotoshaji. Kuwepo sasa dhana ya kwamba serikali ya Sudani ni ile ambayo inaongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kuonekana kwamba ni kikosi cha waasi. Lakini ukweli ni kwamba, kwa rai yangu na kwa mtazamo wangu, ni kwamba makundi yote haya mawili ni makundi ambayo hayahusiki kwa namna yote na uongozi wa Sudan, na kama alivyoashiria Mutasa kwamba uchu wao wa madaraka ndio ambao umeifikisha Sudan katika maafa makubwa yasiyoelezeka. Kwa sababu tutakumbuka kwamba wananchi wa Sudan wenyewe kwa muda wa miezi 8 kuanzia mwishoni mwa 2018 walianzisha uasi wa umma dhidi ya utawala wa al-Bashir, na ni baada ya jeshi kuona kwamba al-Bashir hawezi kubaki tena madarakani, jeshi na RSF wakayateka mapinduzi ya umma na kuamua kushika hatamu za madaraka, kitu ambacho kimeshuhudiwa kama nchini Madagascar hivi karibuni. Kwa hivyo wao ni watu ambao, au makundi haya mawili yalitakiwa yakabidhi serikali au mamlaka ya nchi kwa uongozi wa kiraia kwa kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia, lakini wao waliyateka mapinduzi hayo, wao wakahusika katika kuua raia pamoja na kubaka na kunajisi wanawake katika maandamano yaliyofanyika mwaka 2021 baada ya kufanyika mapinduzi mengine ya kijeshi yaliyomuondoa waziri mkuu wa muda, waziri mkuu wa mpito Abdallah Hamdok. Kwa hivyo kile ambacho kinashuhudiwa Sudan hivi leo kwa hakika ni matokeo ya uchu wa madaraka wa pande mbili hizi za kijeshi, ambazo ndizo zilizopelekea leo Sudan kufika katika hali hii ambayo kwa bahati mbaya jamii ya kimataifa nayo haijachukua hatua ambazo ingestahiki ichukue kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maafa hayo ya kibinadamu na hali hii ya vita inayoendelea Sudan inakomeshwa. Asante sana Abdul Fattah Musa kutufafanulia huu kweli ambao kwa kusema kweli ni kweli unafunikwa na hata ripoti zetu vya habari. Tunapozungumzia kuhusu nani ni nani, tunaonesha kama kwamba Abdul Fattah al-Burhani yeye ndiye mtawala anayefaa, ndiye mtawala halisi wa serikali wa nchi ya Sudan, na tunamchukulia Daglo kwamba yeye ndio muasi. Lakini ukweli huu wa kwamba wote wawili wamechukua madaraka kwa njia ambazo hazikuwa sahihi, wakatofautiana kwenye uchu wa madaraka, huwa haupewi nafasi sana. Na hapa ndipo tunakuja swala la jamii ya kimataifa na mikono mingi ya kimataifa ambayo inaunga mkono upande ule, na zote pande ambazo unavyozita wewe, na huenda ikakubalika kwamba hazikustahiki kuwa watawala wa Sudan, upande wa Daglo na upande wa Fattah Burhan. Na hili swali nakuja kwako nani Rahbi, nini dhima ya mikono ya nje ambayo inashiriki kwenye kuifanya vita hivi viendelee kwa muda mrefu sasa? Nashukuru sana Bwana Khalef. Kwanza kabla sija kujibu swali lako, nami naungana na mwenzangu kutoka Teherani kuwa kumekuwa na hili kweli la kuaminisha kuwa Burhani ndio mtawala halali wa Sudani, lakini uhalisia kuwa Burhani na Daglo wameshiriki kwa namna zote kuhakikisha kuwa wanaihujumu Sudani. Walishiriki kuua waandamanaji katika maandamano yote.
lakini pia wote kwa pamoja walishiriki kuhujumu hata serikali ya muda iliyotengwa ya kiraia ambayo ilikuwa inaongozwa na Waziri Mkuu Abdalla Hamdok. Walihakikisha wanamdhibiti kila sehemu ili kumchonganisha na raia wa Sudani, na matokeo yake raia wa Sudani wakapaniki na kuingia barabarani. Halafu wao wakamtoa Abdalla Hamdok kwa kisingizio kuwa alikuwa ameshindwa kuhudumia. Yani kitendo alichofanyiwa Abdalla Hamdok hakina tofauti na kitendo alichofanyiwa aliyekuwa rais wa kidemokrasia Misri Mohamed Morsi mwaka 2013, na jeshi lilifanya tabia ile ile, lakini walimpindua Abdalla Hamdok kwa kumchongea. Baadaye wakaja kugeukana wao katika uchu wa madaraka. Wakati mazungumzo yanaendelea ya kuliingiza RSF kwenye jeshi la Sudani, walikuja wakageukana baada ya kuona kuwa Daglo atamezwa na Burhani kuingia kwenye jeshi, wakaamua kugeukana na kuichafua nchi kama ilivyo. Sasa kumekuwa na tabia ambayo unaiona Burhani mara nyingi kuzilalamikia nchi jirani ambazo labda zina uhusiano na RSF, lakini ukirudi nyuma, wakati walivyokuwa wakiongoza nchi wao baada ya kumpindua Abdalla Hamdok, walikuwa wanatumana. Hata kuna mara nyingine Burhani alikuwa akimtuma Daglo kuwakilisha nchi sehemu nyingine, manake mwisho walikwenda kuungana ambapo kuwa wote walikuwa ni watawala, mkuu Burhani na naibu wake ni Daglo. Sasa mara hii wanatulazimisha tujigawe, tuchague upande na kuamini kuwa Burhani ndio yuko halali. Sasa nikija kwenye swali lako, jumuiya za kimataifa, kumekuwa na shida moja kwenye migogoro ya Afrika ambayo unaona minyororo yake mara nyingi inatoka nje. Ukiutazama mgogoro wa Libya utaona kabisa nini kinaendelea Libya, na ukiutazama mgogoro wa Kongo hali kadhalika utaona kabisa kuwa na minyororo ambayo iko wazi kabisa inanyooka kwa kuelekea huku. Taarifa nyingi, hata taarifa ya Umoja wa Mataifa imethibitisha mara kadhaa kuwa Imarati inasaidia moja kwa moja RSF. Lakini sio Imarati tu ambayo unaweza kusema ni mshirika wa Marekani. Misri, Saudi Arabia, hawa ni washirika wa Marekani ambao wako upande mmoja. Uturuki mshirika wa Marekani, yuko upande mwingine. Licha ya kuwa unaona kwa mbali pia anaingia kama Urusi, lakini mwanzo wa mzozo tuliona kuwa hata Khalifa Haftar alipeleka silaha Sudani, ambayo unaona Khalifa Haftar anasaidiwa na nani? Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa mgogoro huu umepikiwa sana nje na unatekelezwa ndani ya nchi. Sasa shida kubwa inakuja kuwa nani anawajibika kwa nani. Tumekuwa na ile kutazamana, nani anaunga mkono, nchi gani ina uhusiano wa karibu na nchi yenye nguvu, mfano Marekani, mfano Uchina, mfano Urusi. Kwa hiyo unaona kuwa hata maamuzi yanayopelekwa kwenye Baraza la Usalama, kwenye mashirikisho ya kikanda, yanakosa nguvu kwa sababu ya aina ya anayesaidia upande mmoja. Mwaka jana mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Gabriel Ghebreyesus alitembelea Sudani. Moja ya kauli aliyoizungumza alisema kuwa mgogoro wa Sudani umeachwa kwa sababu huu ni mgogoro wa Afrika, haushughulikiwi kama migogoro mingine ilipo duniani. Kwa namba na tathmini, ukitazama katika migogoro mitatu mikubwa iliyopo duniani hivi sasa, Urusi na Ukraine, Israeli Gaza, Sudani wao kwa wao, utaona mgogoro wa Sudani ni mkubwa sana, athari yake ni kubwa, namba ya vifo ni kubwa sana, haina namba kwa sababu inakadiriwa mpaka watu 400,000, lakini displaced inaonyesha kuwa watu waliokimbia maeneo yao zaidi ya milioni 12 wanatajwa kuwa wamekimbia. Ukiangalia migogoro yote hii miwili haijafikia kiwango hicho, lakini utapiamlo na njaa na uhalifu unaoripotiwa kwa nafasi zote mbili. Jeshi la Sudani limezuia, jeshi la Sudani limefanya uasi, lakini RSF pia wamefanya hayo kwa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Sasa unaona kama vile mgogoro wa Sudani haukupewa airtime kubwa, si kwa vyombo vya habari, lakini hata kwa kile kinaitwa jumuiya za kimataifa kushughulikia kwa jinsi unavyotakiwa kushughulikia. Tuliona utawala wa Biden kidogo uliweka vikwazo, lakini vikwazo viliwekwa sehemu ambayo sio sahihi. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuwa hakuna kiwanda cha silaha Sudani. Silaha zote zinatoka nje. Na ulimwengu wa leo, hata ukitumia silaha gani watu watajua imetoka wapi, imeundwa wapi. Lakini huoni hatua za kuchukuliwa kudhibiti kwanza uingiaji wa silaha. Wale wakikosa silaha watakaa chini wazungumze, lakini kila wakitazama maghala yao ya silaha yamejaa silaha, basi wataendelea kupigana. Leo hii story kubwa, ukienda Somalia, ukienda Kenya, ukienda Ethiopia, wanajadili uhusiano wa Imarati pamoja na jimbo la Puntland la Somalia Bosaso, linalotumika kwa ndege za Imarati kushusha silaha na kupeleka Niger na Chad, kuzipitisha mpaka Darfur. Kwa hiyo unaweza ukaona mgogoro uko mbali zaidi. Tunaweza tukautazama ndani ya Sudani, lakini kumbe minyororo ya mgogoro wa Sudani inatoka mbali sana na inamwagikia ndani ya Sudani. Naam, asante. Migogoro inatoka mbali na miminikia mule, damu inatoka ndani ya Sudani na miminikia sasa kwenye mataifa hayo mengine. Hapa ndio penye swala ambalo linakuja sasa, kwamba kipi basi wanachotafuta mataifa mengine ndani ya ardhi ya Sudan
kipi ambacho wanakitaka mpaka ikawa sasa lazima wapiganishe, lazima unge mkono upande ule, kama ambavyo wamefanya hivyo katika mataifa mengine pia, lakini tukiambiwa kwamba kuna maslahi ambayo wanatafuta. Omar Mutasa, wewe jirani ya Sudani hapo, unaujua utajiri au unyonge au masikini ambao umo ndani ya Sudan. Kipi ambacho kinawafanya hawa tunaweza kuwaita vipanga vya ulimwengu kuiwania mzoga wa Sudan? Wanachokitafuta ndio hicho ambacho wamekuwa wakitafuta katika mataifa mengine ya Afrika, utajiri uliopo katika bara hili. Hilo halina mjadala, bwana mwenyekiti. Utajikuta kwamba Sudan ina rasilimali ya dhahabu nyingi sana, ina mafuta mengi sana, ina madini mengine kama uranium na madini mengine yote yapo Darfur, sijui yako Kordofan, sehemu nyingi tu utakuta kwamba ina rasilimali ya kutosha. Hili ndio mataifa ya nje, na wameshaliona bara la Afrika kwamba lina utajiri ambao unaweza alau kufanya nini, kuzuia ule uchumi wao ukawa haurudi chini, hauanguki, uwe katika nafasi ya juu, kutokana na rasilimali ambayo wanaweza kupata kutoka huku katika mataifa ya bara la Afrika. Hapana jingine. Ikiwa wao watatoa shilingi 10, basi katika 10 wao watataka 100, na sisi ile 10 hao wanaopewa hiyo shilingi 10 wanaona kwamba imewafaidi sana, na hasa katika upande wa silaha. Ushafahamu, utakuta kwamba tunaendelea au mataifa ya Afrika yanaendelea kupigana, huku hawa wenzetu wakienda kwenye migodi, wakwenda kila pala. Nina neno mfano mzuri tu hapa DRC. Mmekuweko visa vingi tu kwamba unakuta kwamba huku watu wanapigana kule kwenye machimbo, unakuta kwamba wapo jamaa, makampuni ya Ulaya, makampuni ya wapi, yanachimba tu pale kwamba yana mkataba na serikali ambayo inahusika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nafikiri ukiangalia mtu ambaye sasa hivi ninaposikia Ibrahim Traore wa Burkina Faso, ni mtu ambaye amekuja kujaribu kuonesha uwazi kwamba kinacholeta mataifa ya nje kuingilia masuala ya Afrika ni sababu ya rasilimali iliyoko barani Afrika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo bwana mwenyekiti, lazima litafutiwe ufumbuzi. Tutafutiwa ufumbuzi, tutabaki kupigia mbuzi gitaa na itaendelea hivyo hivyo. Naam. Nafahamu kwamba wakati mwingine inakuwa ni shida pengine kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wa mambo ulimwenguni kuichukulia Sudan wakaitia katika muktadha wa nchi za Kiafrika, na badala yake wanaichukulia Sudan katika muktadha wa nchi za Kiarabu na nchi za Mashariki ya Kati Afrika, ingawa ni nchi ya Kiafrika moja kwa moja, lakini kwa sababu kuwa kwake na idadi kubwa kabisa ya watu ambao wanajinasibisha au wananasaba ya Kiarabu na kuzungumza lugha ya Kiarabu, inaifanya kwamba itafsiriwe iingie katika kundi hilo. Na hapa ndipo ambapo yanataja mataifa mengine ya Kiarabu kama Imarati na mataifa ya Kiislamu kama Uturuki na mengine, Saudi Arabia, yakiwa yana ushawishi katika nchi hii. Ina ukweli kiasi gani hii, Abdul Fattah Musa, kwamba kwa kwake nchi ambayo ina Waislamu wengi na kwa kwake nchi ambayo inazungumza Kiarabu kunaifanya kuwa athari au tuseme nguvu au ushawishi wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu pia we mkubwa wake kulikoni ilivyo katika mataifa mengine ya Kiafrika? Mimi kwa mtazamo wangu naiangalia Sudan katika nafasi yake katika hali zote mbili, yani kuwa ni nchi ambayo kwa namna moja ina mafungamano na ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, na kwa upande mwingine ina mfungamano na ulimwengu wa bara la Afrika, kama ambavyo ilivyo Misri, kwamba kuwepo kwake katika eneo la kijiografia la Afrika na nafasi yake na historia yake ni kwamba ina nafasi maalum kwa upande wa Afrika, kwa kuzingatia kiongozi wake wa kiutaifa Jamal Abdul Nasir na alivyokuwa amepigania masuala ya umoja wa Afrika. Na upande mwingine Misri inajulikana kwamba ni nchi muhimu sana katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo Sudan kwa hakika ina hali zote hizo mbili, na tusisahau kwamba kutokana na umuhimu wake huo Sudan, ndio maana tumeona hata katika suala zima la namna nchi hiyo ilivyomeguka, kwa kuzingatia kwamba ilikuwa ni nchi yenye ardhi kubwa, wengi wanaamini kwamba hata hatua iliyopelekea baadaye eneo la kusini mwa Sudan kutengana na eneo la kaskazini, eneo ambalo linajulikana kwamba lina utajiri mkubwa wa mafuta, na katika mtazamo
wa kijamii, ni eneo ambalo raia wake karibu ya wengi wote ni Wakristo wasio Waislamu. Yote haya ni mambo ambayo hayakutokea kwa sadfa, ila ni kutokana na uchu ambao kwa upande mmoja umekuwepo wa kuangalia rasilimali za Sudan, na vile vile kulidhoofisha taifa hilo ambalo linajulikana kihistoria, nalo lina historia kongwe, lina historia ya mapambano ya kupambana na ukoloni kama linavyojulikana katika historia yake. Na ndio maana hata hivi sasa kumekuwepo na hizi tetesi au kauli za kwamba huenda hatua hii iliyochukuliwa na kundi la RSF la kuunda serikali mbadala na ile ambayo inatambuliwa kimataifa ya Jenerali Abdul Fattah al-Burhan ikawa nayo ni hatua ya kuelekea kutaka kuimega tena Sudan kwa eneo la magharibi hilo la upande wa Darfur, kuweza kujitenga na pengine hasa kujitangazia taifa lake. Na endapo kitu kama hicho kitatokezea, ikiwa madola makubwa duniani yatahisi kwamba hilo litasaidia kuzidi kuidhoofisha Sudan isiwe na ile nafasi kubwa ambayo imekuwa nayo kwa upande wa Kiafrika na kwa upande wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, bila shaka jambo kama hilo linaweza nalo likaweza kuruhusiwa kirahisi, kama ambavyo ndo tumeona, sababu ya kwamba kwa muda wote huu jamii ya kimataifa, madola makubwa hayajachukua hatua yoyote ya maana ya kutaka kuhakikisha kwamba vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe Sudan vinakoma. Yani inavyoonekana ni kama kwamba jamii ya kimataifa, na tukisema hivi tunakusudia madola makubwa duniani, yanahisi kwamba ni kwa maslahi sasa hivi kwamba vita vya Sudan viendelee, watu waendelee kuuana bila kujua kwamba hatima ya vita hivi itakuwa ni ipi, kwa sababu wanaoathirika na wanaoumia ni raia wa kawaida. Na ndio maana nikaashiria awali kwamba kama kungekuwa kuna hatua za dhati, mtu angeshangaa kwamba kwa nini mpaka leo Sudani yenyewe, pengine hata kwa mashinikizo ya kimataifa, kwa nini haijamkabidhi Omar al-Bashir kwa mahakama kimataifa ya uhalifu? Kwa sababu inajulikana kwamba hata huo mlolongo wa viongozi wa kijeshi waliofuata baada yake, endapo yeye atakabidhiwa huko, nao pia watakuwa ndio wanaofuatia katika kuchukuliwa hatua juu ya swala hilo. Kwa hivyo tatizo kwa hapa, mimi ninavyoliangalia kwa mtazamo wa nafasi ya Sudan, kwamba linarejea tena katika kilio ambacho mimi binafsi nimekuwa nikisikitikia kwa muda mrefu, kwamba matatizo yetu Afrika, pamoja na kuwepo uingiliaji wa madola ya kigeni, madola ya kibeberu yenye uchu wa kupora utajiri wa Afrika, lakini tatizo la kimsingi kwetu sisi wa Afrika ni tatizo la uongozi. Viongozi wetu wa Kiafrika, wengi wao au akthari yao ni watu ambao hawana uchungu wa nchi, ni watu ambao kila anayepigania kuingia madarakani anaingia kwa ajili ya kutaka kufanikisha maslahi yake ya binafsi na watu wake wa karibu, bali hata kuhakikisha kwamba anaweza kwa namna yoyote ile kubadilisha katiba, kurefusha vipindi vya madaraka, kuondoa mihula ya uongozi, kurithisha uongozi kwa pengine mtu mwanawe au watu wake wa karibu. Lakini suala la uongozi, hata hii Sudan nayo ninavyoiangalia, nahisi kwamba tatizo la msingi la Sudan kwa muda wote huu, nchi ambayo kwa mujibu wa takwimu tunaambiwa kwamba imeshashuhudia jumla ya majaribio 20 ya mapinduzi ya kijeshi, na tayari katika mapinduzi hayo mapinduzi 7 yamefanikiwa. Yani kwa muda wote tokea uhuru wake mwaka 1956, Sudan imekuwa ni nchi ambayo inashuhudia machafuko mengi, hasa ya ushawishi wa viongozi wa kijeshi au wajeshi katika masuala ya siasa nchi hiyo. Naam. Niliuliza swali hili kwa sababu nilikuwa nataka tuje kwenye dhima ya mataifa ya Kiafrika yenyewe na taasisi zao, mathalan kama Umoja wa Afrika, katika kukwamua mikwamo ya kisiasa na kivita na kiusalama katika kama hii ambayo inatokea katika bara letu. Eneo ambalo Sudan ipo, upande mmoja pia kuna Kongo, upande mwingine pia kuna utajua pia kwamba maeneo ya Afrika ya Kati, migogoro ambayo imetokezea na kadha wa kadha, na kufeli kwa mataifa yetu ya Kiafrika kuweza kutatua mambo ambayo yatokezea ndani ya mataifa yetu, badala yake ikawa kuna mikono ya nje ambayo inatajwa. Na hili nitakuja kwako Ibrahim Rahbi, imeshindwa vipi Afrika kwa mfano kupitia taasisi yake kubwa kabisa ya Umoja wa Afrika kutatua mkwamo huu wa Sudan? Miaka 2.5 sasa, na ulianza kama mchezo tu. Imekuwaje kwamba imeshindikana mpaka leo kuweza kutatua mkwamo huu? Hawasikilizwi na viongozi wa Sudan kama ambavyo hawasikilizwi katika mataifa mengine, au hata hawajaribu? Kuna shida moja ambayo tumekuwa nayo Afrika, ukichukulia kwanza AU yenyewe, lakini tumekuwa na shida ya mashirikisho ya kikanda. Sudan ni mwanachama wa IGAD. Mpaka sasa unaweza ukaona kuwa
Sudan na Kenya pia hawako vizuri kwenye hili, na hili ni kutokana na kuonekana kama Kenya ilikuwa imeegemea upande wa RSF baada ya kuwakaribisha kwenye mkutano ambao walitangaza kuwa wataunda serikali yao. Kwa hiyo hawa ni wanachama wa IGAD, ikiwemo Kenya pamoja na Sudani. Hilo ni shirikisho ambalo ni mwanachama. Lakini ukirudi, Sudani ni mwanachama wa Arab League, kati ya nchi 22 za Kiarabu, unamuingiza Sudan na jirani yake Chad pia, lakini hata Eritrea na Somalia pia ni wanachama wa Arab League. Hawa ni wa upande wa pili. Shida kubwa ambayo tumekuwa nayo Afrika ni kuwa mazao ya viongozi wanaoendesha hizi taasisi kubwa ni mazao yanayotoka wapi? Nadhani kama tulijikwaa nyuma kidogo, na matokeo yake tunaanza kuvuna kile ambacho hivi sasa tunakabiliana nacho, kwa sababu ukiangalia mfano nafasi ya uongozi wa AU huzunguka kwa nafasi za marais wa nchi. Kila mwaka inabadilika, itakwenda kwa rais mwingine, atakuwa mwenyekiti, lakini tuna wimbi kubwa kiasi kwa hivi sasa la Afrika kwa baadhi ya viongozi walioshika nafasi za juu za madaraka, ima wametoka kwenye mapinduzi au wametoka kwenye serikali ambazo ukitazama hazina uhalali. Sasa sijui unamnyoshia kidole nani kufika wapi, hali ya kuwa wewe umefika kwenye hiyo nafasi. Na upata tu ukirudi nyuma kidogo, mfano Al-Sisi, rais wa Misri, nafasi aliyoishika kutoka kuwa waziri wa ulinzi kumpindua Mohamed Morsi, na akaja kuishika hiyo nafasi. Sasa unaiweza ukaiona nafasi ya Al-Sisi pale anapokuwa juu ya kiti na anataka awakemee kina Burhani na kina Dagalo kuwa kwa nini mnafanya nini, sijui wao watamjibu nini, kwa sababu wewe ulifikaje hapo. Unaweza kumtazama kiongozi kama wa kule Mali au kiongozi wa Chadi Mahamat Idris Deby, ambaye alikuja kuchukua nafasi ya baba yake, jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa. Kwa hiyo tuna zao la viongozi wa Kiafrika ambao kuwa unajua, ili uikemee rushwa kuwa wewe uwe huli rushwa, yani uwe msafi. Nafsi huwa inasuta, hata moyo unaweza kukusuta binafsi wewe mwenyewe. Sasa unamkemea nani ukiwa wewe nani? Kwa hiyo tuna shida hiyo ya upande mmoja, lakini pia tumekuwa na shida ambayo si tu ya Sudani kwenye huu mgogoro, kwa sababu tunatazama mgogoro mfano uliozuka kati ya Somalia na Ethiopia kutoka kwenye bandari ile ya Berbera kule katika mgogoro wa mwaka jana. Ule mgogoro ulienda kusuluhishwa Uturuki na Rais Recep Tayyip Erdogan, ambapo unaona kabisa kuwa shirikisho la kikanda lilishindwa, AU ilishindwa, ikabidi twende nje. Lakini hata mgogoro wa Kongo tunaona waliitwa kule Qatar na ukaenda kufanyika kule Marekani, kuwa tunakwenda nje kumaliza matatizo yetu, maanake kuwa mashirikisho ya kikanda hayafanyi kazi. Tuna mgogoro mbaya ambao ulianza miaka 2019-20 kule magharibi mwa Afrika, mapinduzi yakawa mfululizo, Burkina Faso, Mali, Niger, Gabon kule Afrika ya Kati, tukaona mapinduzi mengi yanatokea, lakini matokeo yake kuwa hata shirikisho la kikanda mfano magharibi kule lilipasuka. Tukaona ECOWAS imepasuka na wengine wakajitoa, wengine wakabaki. Sasa kuanzia kinachounda AU, yani unajua AU inaundwa na haya mashirikisho ya kikanda, naweza kusema kama ndio yani kuwa ni matawi ambayo yanaenda kushikilia kitu kikubwa. Sasa matawi yenyewe ni kama tayari yameishabunguliwa, unaweza kusema kuwa hayakamatiki. Sasa unaweza ukajifikiria kuwa AU inaweza ikakamata watu. Kwa hiyo ndani ya Afrika si tu kuwa mgogoro wa Sudani umeshindwa kutatuliwa, lakini tuna migogoro mingi ya ndani ambayo kuanzia mashirikisho ya kikanda hayawezi kutatua na kwa AU haiwezi kutatua, na hii yote inaashiria aina ya viongozi tuliowachagua kuwa sio viongozi wenye uthubutu wa kunyoosha kidole kumwambia mwingine kuwa hiki unachokifanya na tutakuchukulia hatua fulani, kwa sababu yule akimwambia kuwa atamuuliza tu kuwa wewe ulifikaje hapo na mpaka umekuwa kiongozi hapo. Kwa hiyo hakuna wa kumfunga paka kengere, kwa sababu tayari wote ni aina moja, au unaweza kusema kundi kubwa linacheza kwenye aina moja. Kwa tuna matatizo mengi Afrika ambayo kuwa tumejikwaa mbali sana, na tunatakiwa tukae tutathmini sasa kuwa je, tutaendelea hivi kwa miaka mingapi? Je, tutaendelea kuwa na sheria ambazo hatuwezi kuziheshimu? Je, tunaweza kuendelea kubaki kuwa na sheria ambazo kuwa hata hazifanyi kazi? Au turudi nyuma, tutathmini, tunaanzia wapi ili tuende vizuri mbele, na inapotokea fulani amefanya hivi achukuliwe hatua gani? Kwa hiyo kuna matatizo mengi sana ambayo hayana suluhu kwa Afrika. Naam, Sudan kielezo cha kufeli kwa uongozi barani Afrika, ndivyo ambavyo nimeelewa kwenu. Nije tena kwako Ali Mutasani. Tamani na kutaka kila wakati. Nije kwako Omar Mutasa ukiwa Kampala.
nchi yako Uganda chini ya Yoweri Museveni, kiongozi wa muda mrefu kabisa, imekuwa sehemu ya mtengenezaji, wakati mwingine pia wanavyohoji wengine, mharibifu pia wa nchi nyingine za eneo hilo, Kongo, Rwanda, na wakati fulani inatajwa pia Tanzania na kwingineko. Lakini nataka kujua kwamba kama kiongozi wa muda mrefu kabisa katika eneo hilo ambaye ana ushawishi, Yoweri Museveni amekuwa dhima yote ile katika kusaidia kupatanisha mahasimu wa Sudan? Labda naweza kusema kwamba kiongozi wa Uganda Jenerali mstaafu Yoweri Kaguta Museveni nadhani amekuwa katika mstari huo kama wanavyosema, kwa sababu mara kwa mara tumekuwa tukiona katika siku za nyuma, tumekuwa tukiona, unaona Burhani amekuja, unaona Dagalo, Mohamed Hamdan Dagalo amekuja Uganda, ghafla tu unasikia tu kwamba fulani amekuja na kaonana na rais. Kwa hivyo kumekuweko njia za kuweza kutatua swala hili. Hapa sasa hivi Uganda wapo wa Sudani wengi sana, wakimbizi wapo wengi sana, na Rais Museveni kasema kwamba bwana, hawa ni Waafrika, hatuwezi kuwafukuza. Ushafahamu? Maanake wanapotoka kule wametoka kwa sababu ya matatizo yaliyokumba nchi yao. Kwa hivyo yeye amewakaribisha Wasudani wapotele tu hapa, na wengine wameanza kufanya biashara. Kumekuwa njia bila shaka kwamba hazizungumziwi, lakini tumekuwa tukiwaona viongozi wa Sudan wakija hapa mara kwa mara. Kina Malik Hagar anaweza kuja ghafla tu, wanaonana na Mheshimiwa Museveni alafu wanaondoka. Kwa hivyo njia zinaonekana zimekuwepo, ingawa hazitajwi wazi katika vyombo vya habari nini kilichozungumzwa, lakini inavyoonyesha njia imekuwepo ya kuleta amani katika mzozo huu wa Sudan. Naam, asante. Tuende mwisho kabisa kidogo, sababu ya kutaka kuwapa wasikilizaji wetu maarifa halisi ya Sudan vile ilivyokuwa, taifa ambalo wakati linapata uhuru wake lilikuwa miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa yamesonga mbele sana kitaaluma na hata kuwa na kujitosheleza kwa wataalamu wake, inatajwa barani Afrika, na kuwa na uwezo mkubwa sana wa hata kualika watu wengine kuwa wanafunzi wa kusomeshwa katika vyuo vya Sudan. Watu wengi wanaweza kutaja kwamba ni wanafunzi wa vyuo vikuu vya Sudan. Nataka kwa Abdul Fattah Musa utupitishe kuhusu kwenye hii safari ya kuinuka na kuporomoka kwa dola kubwa kama ile ambalo lilikuwa na nguvu ambazo zilikuwa hazimithiliki kwa upande wa Afrika. Kwa hakika Sudan, kama nilivyotangulia kueleza, kwamba kihistoria ni nchi ambayo imekuwa ikisifika sana hata kwa upande wa masuala ya kielimu. Kama ambavyo umeashiria hapo, ni kwamba Sudan kwa miaka mingi imekuwa ni kitovu cha taaluma mbali ya taaluma za kisayansi au hata taaluma za kidini na taaluma za sayansi jamii. Ni kwamba imekuwa ikipokea wanafunzi kutoka nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya masuala ya kielimu katika nchi hiyo. Na kwa upande wa kisiasa pia, Sudan imejulikana kwamba kwa muda mrefu ilikuwa na nafasi au imekuwa na nafasi muhimu tokea katika historia yake ya mapambano ya kupambana na ukoloni, kama ambavyo anajulikana mmoja wa mawaziri wakuu wa Sudan, Sadiq al-Mahdi, ambaye kama ni mmoja katika mababu zake ambao walitokea katika historia ya kuongoza mapambano ya ukombozi au uhuru wa Sudan kutoka kwa ukoloni wa Kiingereza. Na hata ikasemekana kwamba katika mtazamo wa kidini ulikuwa ni uongozi au mtu ambaye alikuwa anatafsiriwa katika historia ya Kiislamu kwamba atadhihiri Mahdi ambaye atakuja kusimamisha uadilifu katika ulimwengu, na hata yeye kuhusishwa na suala kama hilo. Kwa hivyo ni nchi ambayo katika mtazamo wa kihistoria, Sudani ni nchi ambayo imekuwa na nafasi kubwa sana katika historia ya mtazamo wa Kiislamu, kwa mtazamo wa Kiarabu, na vile vile kwa upande wa nchi za bara la Afrika. Na ndio maana kama nilivyoashiria kusema hapo awali kwamba ni kutokana na sababu hizo na nyinginezo, na ukubwa wake na nafasi yake ya kistratejia na au kijiopolitiki ilivyo katika eneo hilo la Bahari Nyekundu na Mto Nile, ndio maana Sudan imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikiwindwa kwa muda mrefu katika mtazamo mzima wa kuhakikisha kwamba haibaki kuwa ni nchi ambayo ina nguvu na sauti na inaweza kubaki kama dola moja ambalo lina umoja wa ardhi moja, kama ambavyo imekuwa hivyo kwa muda mrefu kabla ya kutokea mpasuko wa mwaka 2011 na kujitenga eneo la kusini kuanzisha taifa lake huru. Kwa hivyo kimsingi hasa hivi ndivyo ambavyo Sudan katika mtazamo wa kihistoria
imekuwa ni nchi ambayo ina nafasi muhimu sana katika bara la Afrika na ina nafasi muhimu sana katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa Kiislamu, na ndio maana pia wengi watu hawashangai kwa mtazamo huu wa ushawishi wa madola magharibi kwamba kwa nini Sudani nayo imekuwa ni nchi ambayo pamoja na kwamba katika kipindi ambacho imekuwa na machafuko ya ndani na imekuwa na migogoro ya ndani, lakini imeweza kuhusishwa moja kwa moja katika mpango huu unaoitwa Abraham Accord wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, ambapo iliungana na nchi kama Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Morocco kuanzisha uhusiano huo rasmi na Israel, katika hali ambayo nchi hiyo ikiwa haina utawala thabiti wa kisiasa. Hii yote inaonyesha ni namna gani Sudan nafasi yake imeonekana kuwa na umuhimu wa kuweza kuidhibiti, isiyo na nafasi ile ambayo ingetarajiwa kuwa nayo kwa mtazamo wa nchi za Kiafrika na hasa kwa upande wa ulimwengu wa Kiislamu. Asante sana Musa, sababu hili jibu lako linatupa sababu ya kusema kwamba kumbe basi Sudan inazo nguvu zake zenyewe za ndani, udhaifu wake inazo nguvu za ndani ambazo zinaweza kuwa na maana. Na hii ndio swala kwako Rahbi, tukielekea mwisho wa kipindi chetu. Unadhani mbali ya udhaifu ambao tumezungumza wote, nguvu hizi za ndani, nguvu za kihistoria, nguvu za kuwa taifa ambalo ni kubwa na lina nafasi yake, hazitoshi kuweza kulifanya baada ya yote Daglo na Abdel Fattah Burhani kutambua kwamba sisi ni watukufu katika duara hili, katika jamii hii, na kuweza kusimamisha nchi yao tena? Au ndio imeshakwenda hiyo kama zilivyokwenda nchi nyingine? Kama ningeona mabadiliko ya Sudani au kubadilika kile ambacho kinakuja Sudani, labda ningeona kuondoka kwa nafasi ya Daglo pamoja na Burhani katika zile nafasi kubwa mbili ambazo ndio zimezalisha haya yote yaliyotokea. Ukirudi nyuma mwaka 2019 utahisi kuwa Wasudani walikwenda kutafuta pembe. Sasa 2025 wanarudi hali ya kuwa hawana macho, manake kuwa walikuwa na Omar al-Bashir ambao alikuwa amewaminya kwa vitu fulani, wakaenda kutafuta kile ambacho walikuwa nahisi watakipata. Hivi hapo karibuni wakataka kukipata, licha baada ya vurugu kubwa ya maandamano makubwa, wakajaribu kukipata na wakamuona Abdallah Hamdok yuko mbele, wakahisi matumaini mapya, lakini baadaye wamekuja kutumbukia kubaya zaidi kuliko walipokuwa hata kwa Omar al-Bashir. Ugumu wa Sudani kumaliza hili ni kwa sababu ya nguvu mbili zilizo kati ya RSF pamoja na jeshi la SAF. Ukitazama haya majeshi mawili takriban karibu yanataka kulingana kwa nguvu, licha ya kuwa bado jeshi la Sudani linashikilia majimbo 13 kati ya majimbo 18 yote ya Sudani, na 5 kati yao ambao ndio yako upande wa Darfur, 5 yote haya yanashikiliwa na RSF. Lakini ukiangalia kwa aina ya uwezo utaona kuwa haya majeshi karibu yanalingana. RSF walijimarisha sana wakati wa utawala mwishoni wa Omar al-Bashir, walivyoshiriki kwenye vita ya Yemen baada ya kuchukuliwa na Imarati pamoja na Saudi Arabia, kukodishwa vikosi vyao vikapigane kule Yemen pamoja na Wahuthi. Kwa hiyo baada ya kutoka kule walirudi na fedha nyingi na uwezo mkubwa wa kijeshi ambao ndio ukaanza kuleta hii sintofahamu, na ndio maana unaona kuwa hata kipindi cha mzozo karibu miaka 2.5 ni mwezi wa 5 tu jeshi la Sudan liliweza kurejesha Khartoum na Omdurman. Kwa hiyo kiwango kwa muda mrefu RSF ilikuwa inaishikilia mji mkuu wa Khartoum na mji pacha Omdurman. Manake kuwa RSF pia wana hiyo nguvu, lakini upokeaji wao wa silaha umekuwa hivyo. Sasa hawa wawili kumaliza hizi nguvu za chini, kila mmoja bado anaamini kuwa mimi ninaweza nikamtoa fulani kutoka sehemu fulani. RSF walikuwa Khartoum na Omdurman tukamtoa. Jeshi lilikuwa El Fashar tumelitoa. Kwa hiyo kila mmoja anaamini kuwa bado nina uwezo wa kupigana. Sasa mpaka pale watapoona kuwa upande mmoja utahisi kupoteza, nadhani unaweza ukaamua kukaa kwenye meza kwa sababu ya kuhisi itapoteza zaidi. Lakini kila upande umekuwa ukijaribu masharti kukubali na kukataa. Wakati RSF wanaicontrol Khartoum na Omdurman, walitaka mazungumzo ya kumaliza vita na jeshi likakataa. Likasema hatutaki mazungumzo kwa sababu liliamini litapoteza zaidi kwa sababu hawa wanashikilia kikubwa. Kwa hiyo kumekuwa ni vita ya kujaribu kushikilia vitu muhimu ili uweze kukaa kwenye meza upate kikubwa zaidi. Sasa hapa ndio kwenye mgogoro mkubwa kuwa bado uwezo wa majeshi haya mawili ni mkubwa sana na silaha bado yanapokea vizuri. Kwa hiyo kumaliza huu mgogoro kwa hawa wawili wenye nguvu bado ni mbali sana. Naam, Ibrahim Rahbi, tumalizia kipindi chetu. Umeupenda sana msemo wako, walikwenda kusaka pembe, wamerudi hawana macho. Hakika walikwenda kusaka pembe na kwato, si pembe peke yake, wamerudi hawana macho na masikio, si macho peke yake. Hii ndio hatari na hasara kubwa kabisa ambayo inakumba mataifa yetu ya Kiafrika ikiwemo Sudan, ambayo
tunaiona ikisambaratika mbele ya macho yetu, na kwa hasara kubwa kabisa kwa wananchi wasiokuwa na hatia wa Darfur, maeneo mengine. Kwa hakika ni kilio barani Afrika. Nashukuru sana kabisa wachangiaji wetu, Ibrahim Rahbi wakiwa Dar es Salaam Tanzania, Abdul Fattah Musa wakiwa Tehran nchini Iran, na pia Omar Mutasa ukiwa Kampala Uganda. Mada ilikuwa Sudan na hatima yake. Naitwa Mohamed Khelef, na kwaheri hadi mara nyingine.